Ukifanya kazi kwa bidii, hakika utatoka, hakika utakuwa tajiri, hakika utaishi maisha mazuri, na ndoa yako itatengemaa, na mume wako atakuheshimu kwa sababu utakuwa na pesa zako mwenyewe, utakuwa msaidizi kweli kweli. Kwa hivyo nakuachia usia, ndugu yangu, tufanye kazi. Karibu CG Online TV. Usisahau kushare, kulike, kucomment na kusubscribe. Kwa wale ambao hawanijui vizuri, mimi ni mchungaji Gertrude Rwakatare wa kanisa la Mlima wa Moto, lakini pia ni mkurugenzi wa shule za kimataifa za St. Mary's, lakini pia ni mbunge viti maalum kupitia chama cha CCM. Kina mama oye! Mimi ni mzaliwa wa Kilombero, Ifakara, huko Morogoro. Wengi wanasema Mama Rwakatare anatoka Kenya. Mimi ni Mpogoro, nakula ubwabwa na samaki. Shule nimesoma Ifakara Girls, nikaenda kusoma Korogwe Girls, baadaye nikachaguliwa kwenda Nairobi University. Huku ndiko nilikutana na mume wangu. Kisha kusoma nikarudi Dar es Salaam kufanya kazi. Mimi nilikuwa meneja utumishi katika shirika la bandari Tanzania Harbours Authority. Lakini mume wangu alivyorudi Tanzania akapata scholarship ya kwenda London Uingereza kwa masomo ya juu. Akanichukua na mimi nikaenda naye. Kisha kukaa huko miaka 5 nikarudi tena Tanzania. Kina mama oye! Katika utendaji wangu wa kazi kulikuwa na nafasi za kununua nyumba za mikopo Tanzania Housing Bank, na mimi nikaomba moja nikapewa, nikanunua nyumba kwa mkopo. Mume wangu alipokuja akakuta nyumba iko tayari, alifurahi sana, upendo ukazidi, akasema kweli wewe ni mwanamke shujaa. Lakini baada ya kukaa kwa muda wa miaka 2, mume wangu aliporudi, wakwe zangu wakaniinukia wakasema lazima aoe Mhaya mwenzake. Nikaumia kweli. Nilimpenda mume wangu kwa dhati. Tulikuwa na watoto 4. Ikabidi mimi mwenye nyumba niondoke nyumbani. Nikaondoka nikaenda kutafuta makazi mahali pengine. Kulikuwa wakati ule Mama Tabitha Siwale alikuwa ndio waziri wa nyumba, na alitufundisha Korogwe Girls. Nikaenda kumuomba akanipa nyumba pale Breweries. Lakini sasa nimeanza maisha upya. Vyombo vyote niliviacha, nikaondoka kwa kuogopa manyanyaso, kwa sababu nilikuwa napigwa. Nikaona kwa nini na mimi naweza kuanza maisha mapya. Nikamwambia basi, nikaanza maisha mapya. Nilianza na godoro moja nalala na watoto wangu. Lakini siku ya pili kulitokea pesa kazini, nikaenda kununua vitu vyote nilivyohitaji, vitanda, friji, jiko. Nikaanza maisha mapya na watoto wangu. Kina mama oye! Wengine wakiniona wanafikiria Mama Rwakatare amepata raha sana maishani mwake. Mimi nimepata tabu sana maishani mwangu, lakini sikukata tamaa. Mimi ni king'ang'anizi. Mimi sikubali no for an answer. Mimi najua kupambana mbele kwa mbele, ukirudi nyuma pancha.
Tuko pamoja, tuko pamoja. Kina mama oye! Basi siku moja nikakuta watoto wamechukuliwa wamepelekwa Bukoba likizo, lakini wale watoto hawakurudi tena, walikaa huko huko, nikabaki peke yangu. Katika kusuasua na kuhangaika, nikasema sasa nitafanyaje? Nikaja nikajiambia kumbe niko peke yangu. Nikapata na mimi scholarship ya kwenda kusoma Marekani. Nikaenda kusoma Chicago. Nilipokwenda kule nilikazana kufanya kazi 2, 3 na kusoma mpaka nikaweza kutengeneza pesa zangu. Nikarudi na gari yangu, nikarudi na uwezo wa kujenga nyumba, nikawa nimeweza kuanza maisha mapya. Nilikaa Marekani miaka 8, ndipo nikarudi Tanzania. Sasa nilipofika hapa nikasema lazima nitengeneze pesa zangu mwenyewe, lazima nianze biashara. Nikaanza kufuga kuku wa mayai na wanyama. Biashara ilikubali, wateja kede kede, lakini sasa ile biashara ikaingiliwa na wanawake wengi. Mwisho tukaua soko wenyewe, tukashindwa mahali pa kuuza kuku, kwa sababu kila mwanamke aliiga kufuga kuku. Kwa hivyo hiyo biashara iliishia njiani. Akina mama oye! Sikukata tamaa, nikasema ndaanzisha biashara ya kushona. Nikaanza biashara ya kushona mpaka nikafikia kushona tenda za uniform za jeshi. Nikawa na pesa nzuri, lakini na hiyo biashara iliishia njiani kwa sababu pia mitumba ikaingia kati. Watu wakaona heri kununua mitumba kuliko kununua nguo ukashone uhangaike saa zingine kuharibie. Kwa hivi nikaona kama wateja hamna, na hiyo biashara pia ikanishinda, nikaiacha. Kina mama oye! Usikate tamaa kirahisi. Hata kama ukishindwa hii, jaribu ingine. Usikubali kunyosha mikono wakati bado unavuta pumzi. Inawezekana kuwa tajiri ukifanya kazi kwa bidii na kuwa king'ang'anizi bila kuachia. Hapo utaona mlango unafunguka. Niliposhindwa hiyo biashara, nikasema sasa ndafanyaje? Nikapata scholarship ya kwenda Mauritius. Kina mama oye! Naomba sikiliza dakika 5 tu. Sikiliza, ushuhuda wangu utakusaidia. Basi tulipokwenda tukakaa kwenye hoteli kubwa. Mahali pale pesa nyingi. Tukataka tusevu hela, wakasema hamna, tunaweka kwenye mahoteli makubwa kwa usalama. Kwa hivi ikawa asubuhi nakula sana hotelini, hela yangu ya lunch na ya dina naweka akiba. Sasa mwisho wa miezi 2 niliweza kununua mabasi 2, nikarudi naye Tanzania. Ndio nikaanza tena biashara ya daladala. Mabasi yangu yalikuwa yanatoka Dar es Salaam kwenda Moro, Moro, na watu walikuwa wanajaa. Lakini hiyo biashara pia mwisho ikachakaa. Mabasi mwisho yakawa hayana nguvu tena, kulipea kukawa kwingi kuliko kupata faida. Nikasema sasa ndafanya kazi gani? Siku moja nilikuwa naenda Namanga, nilikuwa naenda Nairobi, nikapita Namanga, ngakuta mabasi ya Msai. Mwaka 1996 yale mabasi yamebeba watoto wa Kitanzania.
wengine watoto wadogo wa miaka 3. Amemshikilia kondakta suruali, anasema uncle, I want my mommy. Nikatokwa na machozi, nikamnunulia biskuti yule mtoto, lakini moyoni nilikuwa nimeshapata wazo kwamba lazima nianzishe English medium schools Tanzania, ili walimu wa Kenya tuwalete huku wawafundishe watoto wetu. Kina mama oye! Basi niliporudi Tanzania nikaanza na jengo la madarasa 4 na walimu, nikapata na walimu wa Kenya, nikaanza shule. Shule za St. Mary zimekuwa nyingi, lakini mwanzo wake ilikuwa ni wazo moja tu pale Namanga. Na sasa hivi mnaona kwamba shule ziko Tanzania nzima, karibu mikoa 8 kuna shule za St. Mary's. Lakini sio hivyo tu, kuna chuo cha ualimu. Hii kazi ya shule inaendelea. Shule hizi ni kubwa, zinafaulisha, zimekuwa mfano wa kuigwa, na mnajua kabisa ya kwamba wengi wamejenga shule kwa sababu ya kuona ya kwamba kama St. Mary imeweza na wengine pia wataweza. Tunashukuru mashule yamekuwa mengi, tunashukuru elimu pia imepanda, tunashukuru tunashirikiana vizuri na serikali. Hakika mashule yanasaidia watoto wetu. Sasa hivi watoto wengi hawaendi tena Kenya, hawaendi tena Uganda, lakini wanasoma Tanzania na kupata elimu bora. Kina mama oye! Katika kazi hizi zote haikuwa rahisi. Katika kazi hizi zote ilikuwa ni maombi, ilikuwa ni ujasiri, ilikuwa ni kugangamana na kupambana. Hakuna katika kazi hizi zote rahisi, lakini mpaka leo namshukuru Mungu, kazi hizi inaenda vizuri. Kazi hizi hakika zimekuwa na wanafunzi wanaofaulu kwa wingi. Wengi sasa hivi kama bungeni nina watoto wa St. Mary 4, wote wamesomea St. Mary High School na sasa hivi ni wabunge. Nikienda mahospitalini madokta ni wengi, wanasheria ni wengi, yaani nyanja mbalimbali. Kila wizara ukienda, hata Muhimbili siwezi kupanga foleni. Watoto wa St. Mary wamemaliza masomo na wengi ni madokta mahali pale. Kina mama oye! Nakutia moyo mama mwenzangu, nakutia moyo kijana. Kila kitu kinaanzaga chini, ni kaburi tu ndo linaanza juu. Ukubali kujifunza kutoka kwa wengine, ukubali kuanza chini. Tunashangaa siku hizi mtu anaona heri anunue simu ya bei mbaya ya milioni 1 au 500,000, lakini hana hata chumba cha kulala. Au anunue gari lakini hana mpango wa nyumba. Naomba angalia vitu vinavyodumu. Mimi nilikuwa na gari moja kwa miaka 15. Nilikuwa na RAV4 ya kijani, mpaka nilipoona kwamba sasa nina uwezo wa kununua gari zuri, ndio nikanunua gari zuri. Kina mama oye! Wengine wanajidanganya wenyewe, anajisefu yuko airport, anasindikiza mtu, anasema ndio nasafiri naenda London, kumbe muongo. Yuko supermarket anasukuma toroli, eti ndo niko na husband tunanunua vitu, kumbe muongo, anajidanganya mwenyewe. Fanya kazi kwa bidii ili utajirike. Mungu aliumba mwanamume na mwanamke, hakuumba tajiri wala maskini. Kwa mtu kuwa tajiri au maskini ni bidii yako, na rais wetu amesema hapa ni kazi tu. Ukifanya kazi kwa bidii hakika utatoka.
hakika utakuwa tajiri, hakika utaishi maisha mazuri, na ndoa yako itatengemaa, na mume wako atakuheshimu kwa sababu utakuwa na pesa zako mwenyewe, utakuwa msaidizi kweli kweli. Kwa hivyo nakuachia usia, ndugu yangu, tufanye kazi, na kazi inalipa. Nilikutana na Mjapani mmoja, kina mama oye. Mjapani mmoja akasema, kazi ndiyo afya, kazi ndiyo heshima. Ukifanya kazi kwa bidii, hakika kazi yako itakuheshimisha. Akasema sisi nyumbani kwetu, mtu kabla hajataja jina lake anasema labda utambulisho, anasema St. Mary's International Schools, Mama Rwakatare, inakuja nyuma. Kwanza inatakiwa ujue mji kama huu unafanya kazi gani, unaishije, wewe ni nani, wewe ni karani, wewe ni katibu mkutasi, wewe ni bosi, wewe una kazi gani? Kwanza hakikisha una kazi, ukiipata iheshimu. Anasema sisi tukipata likizo, mtu unasikitika, kwa nini bosi unanipa likizo? Kwa maana anaheshimu kazi, anaogopa atachukuliwa mtu mwingine. Anasema hapana, nenda likizo ni kawaida. Watu wanaogopa kwenda likizo, asije kaachishwa kazi. Na wewe ukifanya kazi kwa bidii, ukiheshimu kazi yako, hata kama ni kazi ndogo, itakuinua siku moja, na wewe utakuwa bosi na Mungu atakubariki.